Mabibi na mabwana, karibuni tena kwenye The Book of Magic and Movie Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tafadhali, kama wewe ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe ni mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section, unasikiliza kutokea wapi? Niandikie kwenye comment section, unatazama kutokea wapi? Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Karibuni sana nyote kwenye The Book of Magic and Movie Stories. Na leo tunaanza simulizi mpya iitwayo Dunia ya Kuzimu. Je, ni nini kinachoendelea katika dunia ya kuzimu? Na kwa nini iwe dunia ya kuzimu? Ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Na hii ni episode ya kwanza. Sasa tunaanza simulizi yetu. Simulizi yetu inaanzia katika kijiji kimoja hivi. Sijajua ni wapi, lakini hapa wanaishi watu tofauti tofauti. Wanaishi wazungu, wanaishi na Waafrika pia. Hichi kijiji kinaonekana ni kijiji tulivu, ikiwa jioni ya kama saa 11:30 hivi. Askari mmoja aliyevaa nguo za kiraia, askari wa Kiafrika mweusi kabisa, ameshika kengele akizunguka katika kijiji, akigonga kengele yake mkononi, ishara ya kwamba ifikapo saa 12 kamili basi kila mtu awe ameshajifungia ndani ya nyumba yake, ndani ya chumba chake, ndani ya geto lake, kwa sababu kile inapofika saa 12 kamili mashetani, majini huwa yanavamia kijiji hicho na kula nyama za watu. Mashetani na majini huwa yanavamia kijiji hicho na kunyonya damu za watu. Kila anayekutwa nje na hayo mashetani basi siku zote huwa habaki salama, na ndio maana inaitwa dunia ya kuzimu. Mara nyingi watu wanapoingia katika kijiji hiki hujikuta kupotea kabisa. Kama wewe umeingia katika kijiji hiki na unatafuta njia ya kurudi, basi utakachofanya ni kuendelea kuzunguka pale pale. Una maana utatafuta njia kubwa ya mabarabara ya kurudi ulikotoka, lakini utazunguka na kujikuta huko ndani ya kijiji kile kile. Ndio maana wanaita dunia ya kuzimu. Askari huyo aliendelea kugonga kengele huku akitembea taratibu, akihamasisha watu wafunge biashara zao, akihamasisha watu waingie majumbani, kwa sababu hii ni saa 11:30, bado kama nusu saa tu, na hapa chochote kibaya kinaweza ikatokea. Na huyu kama mlinzi katika kijiji hiki aliendelea kuhamasisha watu haraka wafunge biashara zao. Mama mmoja katika mgahawa wake mzuri wa kifahari alikuwa na wateja wake, akamwambia, jamani, muda huu sasa ni muda wa kufunga, kwa sababu askari mtoa doria, askari ambaye anasimamia maisha yetu, anagonga kengele. Kwa hiyo muda huu ni muda wa kufunga. Aliwaambia, samanini sana mabwana, naombeni mnyanyuke nifunge mgahawa wangu. Na kisha watu wale bila ubishi walilipa pesa walizokuwa wametumia pale katika ule mgahawa. Baada ya kulipa pesa, walitoka taratibu katika ule mgahawa. Mama ule alifunga madirisha, akaziba, akafunga vioo, akaziba kabisa. Na baadaye katika mlango wa hoteli ile au mgahawa ule kulikuwa kuna kitu kama hilizi. Hilizi ile ilikuwa mlangoni. Aliishika, baada ya kuishika akaitazama, baada ya kuitazama basi akaachana nayo. Na upande wa pili wa simulizi yetu, yule bwana aliendelea kutembea akiwahamasisha watu waingie ndani, kwa sababu ilikuwa imeshafika saa 11:45. Hivyo aliendelea kuhamasisha watu waweze kuingia ndani, kwa sababu kutetea maisha yao yako mikononi mwao, kwa inabidi waingie ndani.
Unajua binadamu tumeumbiwa ukorofi, binadamu tumeumbiwa uvumilivu, binadamu tumeumbiwa roho mbaya, husda, chuki, na pia binadamu tumeumbiwa kiburi au kiburi. Kwa hiyo wengine walivyokuwa wanaambiwa ingie ndani, walikuwa wanakataa kuingia ndani, wanakuwa ni wabishi. Mtoto mmoja alikuwa anabembea, mama yake anamwambia, we mtoto, unamuona askari anapita Sasa ni muda wa kuingia ndani. Mtoto yule anamwambia, mama, samahani, naomba dakika 5 tu niendelee kubembea dakika 5. Mama yake alimwambia, hapana, ingia ndani, umuone askari, huu ni muda wa kuingia ndani sasa. Mashetani karibu anavamia mji wetu. Ndipo yule askari alimwambia, we mtoto, msikilize mama yako anachosema. Ndipo yule mtoto haraka alikimbilia ndani akimfuata mama yake. Na wengine wenye makazi mbali na hapa waliendelea kupishana barabarani wakielekea nyumbani. Hichi kijiji hakika ni dunia ya kuzimu. Nyumba zake zimechakaa, magari yote yaliyokuwa barabarani yamepaki, yote yamechakaa na mengine hana upepo. Ni kama kijiji ambacho kimetelekezwa na dunia nzima, ni kijiji ambacho kimetelekezwa na watu. Hakika kila anaingia hapa hawezi kutoka, na kama akitoka basi hujikuta amerudi hapa hapa. Karibu sana kwenye simulizi ya kutisha na kusisimua. Jina langu naitwa Ayub Obedi. Hii ni The Book of Magic and Movie Stories. Sasa karibu tunaendelea na simulizi yetu. Askari aliwaambia mabinti wawili, fanyeni haraka, bado kama dakika 10 tu ifike saa 12 jioni, inatakiwa muwe ndani. Kwa hiyo fanyeni haraka. Mabinti wale waliongoza majumbani kwao wakiwa na haraka kweli. Unajua kile inapofika saa 12 dunia hii inabadilika, inakuwa inatisha. Kijiji hiki kinabadilika, kinakuwa kinatisha. Unaona, kwa watu wanafanya upesi kurudi katika majumba yao. Na kunako nyumba moja hivi kwa kuna mchina mmoja anaitwa Mr. Rio. Alikuwa anacheza draft. Katika kucheza draft, dada mmoja ambaye ni daktari anakuja anamwambia, okay Mr. Rio, hii saa 12 jioni, sasa unapaswa kuelekea kule chini. Hupaswi kuendelea kukaa hapa, kwa sababu wewe kukaa hapa ni kuhatarisha maisha yako. Mzee Rio alipiga lile nani kwa kasambalatisha lile bao la kuchezea kamari la kuchezea draft. Baada ya kulisambalatisha akamind kweli, akasema bana, niacheni bwana, endelee kucheza. Muda huu hatuwezi kukuruhusu endelee kucheza. Muda huu ni muda wa kuingia ndani, bado kama dakika 10 hivi ifike saa 12. Kwa hiyo napaswa uingie ndani. Ndipo mzee yule aliweza kushuka chini downstairs, kwa sababu alikuwa upstairs. Yaani nyumba ni ya gorofa, kwa hiyo upstairs ni gorofa ya juu, downstairs ni nyumba ya chini. Kwa hiyo ikabidi ashuke nyumba ya chini ili ajifiche, kwa sababu muda kama huu sio muda mzuri katika kijiji hiki. Ndipo yule daktari wa kike akamwambia yule askari, unajua inahitaji sana moyo kuendelea kuishi na huyo mzee wa Kichina hapa, kwa sababu anapenda sana draft, afu ni mkorofi, na kila unapomwambia basi aende kule chini kwenye basement anakuwa haelewi, ni mbishi. Sema naam, ni mbishi, lakini inabidi uishi naye tu hivyo, sababu ndo wazee wetu, lazima tuishi naye. Tofauti na hapo, nafikiri tusipoenda naye tukaishi naye kama anavyotaka, basi anaweza kaingia kunako matatizo na ikawa ni shida katika maisha. Ndipo yule binti akamsindikiza yule askari. Baada ya kumsindikiza yule askari, akamsisitizia pia hawai nyumbani. Kijiji hiki kilikuwa kimejaa nyumba nyingi, lakini zote zinaonekana ni za zamani. Msitu ulikuwa umezunguka, majani yameota, na hamna hata mtu mmoja aliyejaribu hata kufyeka nyasi. Gari zote zinaonekana zimechakaa, ni za zamani, na nyingi hazina upepo. Yaani hizi gari zilifika hapa sio kwa maana kwamba ndio zilikuwa zinakuja hapa, huenda zilikuwa zinapita,
lakini zilijikwama hapa na hawa watu walikwama hapa na hakuna tena mahali pa kwenda. Na baada ya yule binti kuingia ndani, katika mlango wake kuna hilizi pia. Alishika ile hilizi akaigeuzia kwa nje. Kwa hiyo hii hilizi huenda inafukuza mashetani, huenda ni hilizi ambao wanaitegemea kama ulinzi. Na yule afande akiwa nje alishika darubini yake na kutizama umbali kama mita 200, akagundua kuna familia moja bado iko nje. Kuna baadhi ya watoto bado wanacheza nje. Na huu ni muda ambao sasa ni saa 12, kila mtu anatakiwa aingie ndani. Hakika binadamu ndivyo tulivyo. Kuna wengine ni wakaidi, kuna wengine ni welevu, kuna wengine ni wabishi, kuna wengine ukiambiwa afanye hivi anaona unamuonea. Hawa ndio binadamu. Na baada ya afande kuangalia tena na darubini kwa mara ya pili, kisha akaiona ile familia sasa inaingia ndani. Baada ya kukaidi kwa mara ya kwanza, sasa wanaingia ndani. Naona hawa ndio walikuwa wa mwisho kuingia ndani. Familia zote saa 12 hizi zilikuwa zishaingia ndani, na hii familia ndio ilikuwa familia ya mwisho kuingia ndani. Afande alitikisa kichwa akasikitika. Hakika binadamu ni viumbe wa ajabu kwelikweli. Na baada ya afande kuhakiki kwamba ile familia imeingia ndani, yeye ndo akawa mtu wa mwisho kuingia ndani katika post office. Nafikiri ni ofisi yake au ni nyumba yake. Itakuwa ni kituo cha polisi, imeandikwa post office, imeandikwa without accident 96. Yani maana yake ni bila ajali. Nafikiri 96, sijajua hii namba inamaanisha nini. Tuendelee na simulizi yetu, nafikiri tutapata majibu huko mbele. Tuendelee na simulizi yetu. Sasa katika baa moja hivi kuna jamaa mmoja anaitwa Frank, bwana mkubwa mmoja hivi, ana sura nyembamba hivi, anaitwa Frank. Mhudumu wa baa anamwambia, wewe nyanyuka uondoke nyumbani, saa 12 hii. Huu ni muda wa mashetani. Wewe bado umelewa kwenye baa, hebu nyanyuka uondoke nyumbani. Bwana Frank alikuwa amelewa chaka, alichaka. Yaani hata kwenye vile viti virefu hajakaa. Amelala chini kabisa. Yaani huu sasa ukisikia amada ndo hawa, yaani walevi. Mlevi alioshindikana, anakunywa mpaka analala ndani ya baa. Huyu bwana anaonekana ana familia yake kabisa. Lakini anaonekana kama leo familia yake ameiacha na amekuja baa, amelewa na analala baa. Hii inatisha sana. Na yule mhudumu wa baa akamwambia, yaani wewe mke wako kesho utagombana naye sana. Na hapa ndipo tunapogundua kwamba jamaa ana mke. Mke wako utagombana naye kesho sana. Na kisha yule mhudumu wa baa alifunga madirisha, akafunga vizuri mapazia. Yaani alichokuwa anakifanya tumeona wakikifanya kila nyumba. Yaani kila nyumba walikuwa wanafunga madirisha, wanafunga vioo, wanafunga na pazia pia. Yaani haitakiwi mwanga utoke kutoka nje au chochote ukione kinatoka nje. Nafikiri hichi kijiji kinaishi kwa masharti makali sana. Tunatoka kule baa, tunakuja upande wa pili huku, tunamkuta yule mama akiwa na ule mtoto. Nafikiri hii familia ndo ya yule bwana Frank. Mtoto alimuuliza, mama, mbona baba mpaka sasa hivi saa 12 hajarudi? Mamake alimwambia, mtoto wangu, ingia ndani, tufunge mlango. Huu ndio muda ambao baba yako huwa anarudi na nafikiri uko njiani. Mtoto alimwambia, hapana mama, nampenda sana baba. Mpaka sasa hajarudi na mimi siwezi kulala bila baba mpaka nimuone. Yule mama alimwambia, baba yako anakuja. Kanipigia simu, yuko njiani anakuja. Kwa ni vyema kama ukiingia ndani tufunge mlango. Akija atagonga mlango, nitamfungulia. Unajua masharti ya hichi kijiji.
hii dunia yetu tunayoishi ishafika saa 12, basi kila mtu nitakiwa awe ndani. Kwa hiyo mtoto wangu inabidi ingia ndani haraka, na mimi nakuja baada kama dakika 5 hivi, na baba yako pia yuko njiani anakuja. Usiwe na wasiwasi mtoto wangu. Na hapo mama alichukia, alitukana sana, alijisikia vibaya, moyo wake uligabidhika, ulipata maghadhabu, akafunga mlango na kuingia ndani. Kila nyumba ina hilizi, na hii nyumba pia ina hilizi. Hilizi akageuzia kwa nje, akafunga milango, akafunga mapazia. Mtoto wake akapanda upstairs. Naona hizi nyumba, kila nyumba ina gorofa moja. Hizi nyumba zote naona nyingi zina gorofa moja. Kuna downstairs na upstairs. Mtoto ule alipanda upstairs. Na usiku ule kijiji kilikuwa kimya kweli kweli. Kijiji kilikuwa kimya. Kutoka muda ule wa saa 12 jioni watu washajifungia ndani mpaka saa 1, kijiji kikiwa kimya kabisa. Na ndani ya ile nyumba, nafikiri hii ni nyumba ya yule bwana Frenki, yule mlevi, yule aliyechapa maji kule baa na kuambiwa nenda nyumbani na akashindwa kwenda kwa sababu ya ulevi, amelewa mpaka anashindwa kutembea. Ndani ya hichi kijiji tunaona tayari yule mama na yule binti yake ni mtoto mdogo sana, ana miaka kama 6 hivi, 6 ama 7. Yule mtoto aliendelea kuomba Mungu, Mwenyezi Mungu amlinde na mashetani wabaya ule usiku, ili kesho yake aweze kuamka salama. Binti ameshika rozari yake. Kwa Wakatoliki wanaelewa maana ya rozari. Ameshika rozari yake, akaendelea kusali taratibu, akitaja jina la Mungu, akimwomba Mwenyezi Mungu amwepushe na mashetani wabaya katika usiku ule. Hakika hii familia inaonekana imemshika Mungu, lakini najiuliza kwa nini bwana Frenki anachapa maji kule baa? Kwa nini? Mbona mtoto wake anaonekana na maadili ya kimungu, lakini yule bwana anachapa maji kule baa na analala baa? Au hii sio familia yake? Tuendelee na simulizi yetu, tutapata majibu mbele ya safari. Yule mtoto aliendelea kuomba akisema, Mwenyezi Mungu, naomba unilinde, na kama sitaamka na kama nitakufa usiku, basi naomba unipokee huko mbinguni, mahali pema peponi. Ina maana huyu mtoto amefundishwa kuomba hivyo na mama yake. Ina maana watu wa hichi kijiji wanapolala hawaamini kama wataamka tena. Na ghafla, huwezi amini, usiku ule katika chumba cha ule mtoto dirisha linaanza kugongwa. Dirisha likagongwa tena. Mama yake hajui chochote. Unajua mtoto yuko nyumba ya juu ya gorofa, yuko upstairs. Yeye mama yake yuko chini, yuko downstairs. Na hisi mtoto analala chumba cha juu kidogo. Baada ya dirisha kugongwa, mtoto akashtuka. Huyu mtoto anaitwa Megan. Sauti ilisikika ikimuita Megan. Yule mtoto akaitika, abe, naomba uje kwa dirisha hapa, mimi ni bibi yako. Unajua, huyo mtoto anashangaa, wewe ni bibi yangu? Mbona bibi yangu alishakufa miaka mingi iliyopita? Yule bibi akasema, mimi ni bibi yako Megan, sogea hapa dirishani, njoo fungue dirisha niingie ndani ili nikusalimie. Wewe sio bibi yangu, mimi bibi yangu ashakufa. Hapana, njoo fungue dirisha, mimi ni bibi yako. Na kweli sauti ilikuwa ni ya bibi yake kabisa. Lakini ule mtoto aliendelea kutafakari, bibi yake ameshakufa miaka mingi iliyopita, iweje leo awe hai afu aje dirishani? Kwani asigonge mlango na aje amgonge dirishani? Na ukikumbuka yeye yuko gorofani, na maana bibi ameweza vipi kupanda gorofani kwa dirisha? Akaanza kumuita. Lakini yule mtoto aliendelea kusisitiza, wewe sio bibi bwana,
Lakini yule bibi bwana aliendelea kusema, ni mimi ni bibi yako, njoo dirishani, njoo ufungue dirisha niingie ndani mjukuu wangu. Mjukuu wangu, nimekukumbuka, nimemisi kubeba, yani nikupetipeti. Unajua mimi nakupendaga mjukuu wangu. Kwa hiyo njoo tu ufungue dirisha. Sasa katika ile nyumba, yule mama anamkumbuka binti yake. Inabidi apandishe ngazi kupanda juu, gorofa ya juu, kwenda kumwona binti yake. Na ghafla akastaajabu kumkuta binti yake amefungua dirisha. Binti yake amefungua pazia, akizungumza na yule bibi. Yule binti alimuuliza, lakini mbona wewe sio bibi yangu? Hapana, mimi ni bibi yako, ila sema tu ni muda mrefu hujaniona, ndio maana unaniona kama mimi sio bibi yako, lakini mimi ni bibi yako. Yule mtoto akamuuliza, kwa hiyo bibi, wewe umeweza kupanda vipi mpaka dirishani kwangu hapo? Kwani hapo umekuja na ngazi? Ndiyo, nimekuja na ngazi. Mimi ni bibi yako, kuna kuomba tu fungua dirisha niingie ndani. Ndipo yule mama akasema, Megan, no, don't open the door, don't open the door. Usifungue mlango, usifungue hilo dirisha. Don't open it. Usifungue hilo dirisha tafadhali mtoto wangu. Mama, lakini anasema wewe ni bibi. Hapana, usifungue hilo dirisha tafadhali. Don't do that. Usifungue. Usifanye hivyo. Bibi alimwambia, fungua bwana, achana naye huyo. Sinajua mimi na wewe tuna siri zetu. Megan, don't open it. Usifungue. Yaani sasa huyo binti sijui alikuwa ameshalogeka, maskini wa Mungu. Baada ya kufungua lile dirisha, kitu ambacho kilitokea kinatisha. Yaani yule mama alimwambia, don't open the window. Sio door ni mlango. Don't open the window. Lakini yule binti alifungua lile dirisha. Baada ya kufungua lile dirisha, kitu ambacho kilitokea, alikuwa sio bibi yake, alikuwa ni monster, alikuwa ni jini, alikuwa ni zimwi mwenye meno marefu ya kutisha, makucha marefu ya kutisha. Alichoingia ndani, alichowafanya, yani ngoja nikupe mfano. Yani kitumbua, kichukue kile kitumbua, sawa? Au chukua sambusa. Ushachukua ile sambusa, ichawanye. Yani ichawanye. Na maanisha uikatekate, uichawanye. Sasa yule kiumbe alivyoingia ndani, yule mama na yule mtoto, yule kiumbe aliwachawanya. Yani mkono kule, utumbo kule, shingo kule, na kwambia hawatamaniki. Hata ukiwaona kwa macho huwezi kuwakumbuka. Ndio maana hii inaitwa ni dunia ya kuzimu. Na ndio maana watu wanafunga madirisha. Ila huyu ni mtoto amedanganyika. Na hisi yule jini, mbalukutolu, mtoalo, yule zimwi, shetani aliona huyu ni mtoto mdogo anaweza kumshawishi kirahisi, na ndio maana akamwambia fungua dirisha, open the window, mimi ni bibi yako. Mtoto yule maskini ya Mungu si alikuwa ameshalogeka, akafungua dirisha maskini ya Mungu. Mama yake alijaribu kumshauri kwamba usifungue dirisha, lakini yule mtoto alifungua dirisha. Alafu yule jini zimwi akaingia ndani na kuwasababishia mauaji ya kutisha. Tuendelee na simulizi yetu. Sasa nahisi katika hichi kijiji, mimi mwenyewe napenda kuita dunia ya kuzimu, hawa viumbe, hawa mazimwi, hawa mamonster, hawa majini wanaotafuna nyama za watu na kuzichalua na kuzichawanya, wanaoangamiza maisha ya watu. Mimi nahisi hawana uwezo wa kufungua milango wala madirisha, na ndio maana wanakuomba fungua dirisha, fungua mlango. Na unapofungua, wakipata nafasi ya kuingia ndani, wanachokufanya basi Mungu mwenyewe ndio anayejua. Na je, kwa nini watu hawahami katika hichi kijiji? Najiuliza kwa nini katika kijiji chenye
matatizo makubwa kama haya, kwa nini watu hawahami? Najiuliza sana, ila nafikiri simulizi yetu itatupa majibu yote. Tuendelee, na hii ni sehemu ya kwanza. Naam, sasa tunatoka kule katika kijiji, tunakuja katika highway. Naposema highway ni barabara kubwa ambayo yanapita magari mengi, mengine yanapandisha juu, yani ni unakuta barabara 8. Kuna magari yanapandisha juu, kuna magari yanapandisha chini. Kuna flyovers kama za Magufuli pale, mengine yanapita huku, mengine huku. Kuna gari moja wazungu wanaziita hizi gari mobile house, yani ni nyumba, yani ni gari ambayo ni nyumba. Nafikiri wengi washai kuziona, yani ni gari ambayo ni nyumba. Gari hii ilichepuka kutoka katika ile highway na ikiingia katika barabara ya kando kidogo, lakini ni barabara nzuri. Ni barabara nzuri. Nafikiri kuna sehemu walikuwa wanaenda, kuna familia, naona kuna mama na kuna baba na watoto wawili, mtoto mmoja akiwa na miaka kama 4 na mwingine akiwa na miaka kama 10 hivi. Hii nyumbani hii nasema nyumba, hii gari ipo kama nyumba, yani ni gari, lakini ndani ya gari kuna vitanda, kuna friji, kuna TV, kuna sehemu ya kupumzika, kuna kitchen, kuna sehemu ya kuoshea vyombo na nini. Yani ni kama nyumba. Wazungu wanapenda kuziita mobile house. Hii gari iliendelea na safari, hatujui inaenda wapi. Simulizi yetu itatueleza. Tuendelee na simulizi yetu. Na ndani ya gari hili kuna familia. Dada mtu naona anampigia story, mdogo mtu anampigia story, anamchekesha, anamtania, wanacheza na wazazi wanageuka na kuwatazama, wanatabasamu. Hakika safari hii ilikuwa ni safari nzuri, ilikuwa ni safari ya kuvutia. Nafikiri walikuwa wanaenda kwenye adventure. Unajua familia za kizungu mara nyingi wanapenda kutoka na kwenda aidha kuwasalimia wazee, na kuta familia inaenda kumsalimia bibi, watoto wanawapeleka kwa bibi. Nafikiri hawa wanatoka wanaenda kusalimia wazee na familia, kusalimia wazee wao katika kijiji. Nafikiri hii itakuwa ni hivyo bila kukosea. Unajua safari inapokuwa ndefu kiasi hiki, na kama kuna mtoto miaka kama 4, lazima umdanganye. Kwa dada mtu hapa anaendelea anamdanganya mradi safari iende, labda baadaye mtoto alale, kwa sababu na hisi ndio safari yake ya kwanza, na safari ni ndefu. Wametoka mjini, sasa wameingia katika njia ambazo sio rasmi, ni njia za kuelekea katika mji fulani hivi mbali, nafikiri na mahali ambapo wanatoka. Na mpaka wamebeba mobile car, nyumba ambayo ina kila kitu humo, na ina choo, na hisi safari ni ndefu sana. Dada mtu aliendelea kumtia story mdogo mtu, akaendelea kumchekesha, utani ukawa ni mwingi. Hakika familia iliendelea na safari, na safari ilikuwa ni ndefu na nzuri, hakika inavutia. Walikatiza katika msitu mkubwa taratibu, mawimbi ya upepo yakiendelea kupuliza gari lile, na gari lile likiendelea kukata upepo ule, miti ikirudi nyuma. Unajua siku zote unapokuwa katika gari ukiangalia nje una miti na uli nyuma. Hakika safari ilikuwa inapendeza. Na ni asubuhi, kumekucha. Tunarudi kule kijijini katika dunia yetu ya kuzimu. Napenda kuita dunia ya kuzimu kwa sababu hakika ni kijiji kinachotisha. Tunamuona Franki, yule mlevi. Napenda kumuita ni mlevi, yani ana familia lakini analala baa. Bwana, huyu ni mlevi. Unajua kuna mlevi na kuna mnywaji. Huyu ni mlevi, anaacha familia anaenda kulala baa. Huyu ni mlevi. Sasa Franki ndo anaamka, anarudi nyumbani asubuhi. Asingeweza kurudi usiku kwa sababu katika kijiji hicho uruhusiwi kutembea inapofika saa 12 jioni.
naona ilibidi alale humo baa, na asubuhi ya kama saa 1 hivi ndo ananyanyuka, anashuka ngazi kutoka katika baa na anarudi nyumbani. Na Frank baada ya kufika nyumbani akakuta wanakijiji wamezunguka nyumba yake. Yani unajua kama kuna jambo katika nyumba yako asubuhi lazima utakuta kuna watu. Nafikiri ile familia iliyouawa jana usiku ilikuwa ni ya huyu bwana. Nilihisi hivyo na kweli ni hivyo. Ilikuwa ni familia ya huyu bwana Frank. Akauliza wale wanakijiji, vipi? Mmekuja kufuata mandazi kama siku zote mnavyofuata mandazi kila asubuhi? Naona leo mmekuwa ni wengi. Ama kuna tatizo gani? Frank waliuliza wale watu. Na hapo katika nyumba yake ghafla akatoka yule askari. Frank, kudadeki zako. Wewe mwanaume mpumbavu. Nilikwambia nini? Unalala nje ya nyumba yako. Samahani bwana askari, nilichelewa kurudi nyumbani. Wewe ni mpumbavu, mwanaume mpumbavu. Nilikwambia unapaswa kugongelea misumari katika nyumba yako. Hebu angalia ile dirisha pale. Angalia ile dirisha liko wazi. Unajua una mtoto. Kama una mtoto inakupasa ugongelee misumari katika dirisha lako ili mtoto, sababu mtoto anaweza kadanganyika katika 1 na 2 mpaka kusababisha matatizo. Ona sasa. Hebu ingia ndani. Ingia ndani uone familia yako. Frank alinaswa vibao na yule askari. Frank alienda kujitetea akanaswa tuna, yani huyu bwana sio kumnasa vibao tu. Huyu bwana ingetakiwa wamtandike na malungu, kwa sababu inaonekana ana bichwa kubwa lakini akili tunasema hopeless, jobless. Yani akili ni ndogo, zimepungua kupita maelezo. Mada huyu analala baa, anaacha familia yake mpaka inauawa. Yani ukiwa na mtoto inabidi upigilie misumari ili mtoto asione chochote kule nje. Hebu njoo ndani. Yule afande alimvuta paka ndani. Baada ya kumvuta paka ndani, bwana Frank akiwa bado ana hangover. Unajua mlevi bwana akishalewa asubuhi anakuwa bado ana zile hangover. Akamwambia, a man must protect his family. Yani mwanaume lazima ulinde familia yako. Haya, tazama. Bwana Frank alianza kulia, jamani mke wangu ndo ameniacha. Bwana familia yake ilichofanywa na yule zimwi, yule monster, wale mashetani wanaotembea usiku, walichoifanya familia yake wameichawanya. Yani mwili huwezi ukaukumbuka. Ni kama vile mtu aliyelaluliwa na simba. Tena ni bora hata kuuawa na simba kuliko wale monster. Wanaua vibaya na kuambia sura haionekani. Yani mwili umechawanyishwa. Hakika inatisha. Frank aliendelea kulia kwa huzuni. Frank aliendelea kulia kwa uchungu. Unajua bwana Frank kosa lake ni kuacha kugongelea msumari kwenye ile dirisha. Unajua mtoto anaweza akashawishika, kumbe angepaswa kugongelea msumari katika ile dirisha ili yule mtoto ashindwe kabisa kufungua ile dirisha, hata kama angeshawishiwa vipi, kwa sababu ni mtoto miaka 4, miaka 7. Ilipaswa ile dirisha gongelee msumari. Yule askari alimwambia, ulipaswa kuilinda familia yako. Asa familia yako umepoteza maisha. Yani huna mke, huna mtoto, umebakiwa na nyumba tu. Wewe ni mwanaume, inatakiwa ulinde familia yako. Sasa ona kilichokukuta. Yule afande alitoa bastola akamwekea kichwani, akatamani kumshuti, lakini askari mwenzake alimwambia, no, don't do this. Usifanye kitu kama hichi. Sio kitu kizuri. Mwache tu. Kwa sababu kijiji chetu chenyewe tunawindwa. Hiyo bastola tutaitumia katika kuwawinda mamonster, lakini sio kuendelea kumuua tena, na au tumeshawapoteza wawili. Haina haja kuendelea kumuua Frank. Mwache tu na maisha yake. Nafikiri hili litakuwa ni fundisho kwa watu wengine katika kijiji. Frank alisema, yani tulikuwa na siku 96 bila matatizo. Sasa hapa ndo tunakumbuka Frank wakati anaingia katika ile post office ilikuwa imeandikwa night without accident 96. Kwa hiyo zilikuwa ni siku 96 za usiku bila matatizo. Ila hii sasa siku ya 97 sasa ipata matatizo. Kumbe walikuwa na protect bwana hichi kijiji. Walikuwa na protect familia za watu. Na sasa imepata matatizo.
Hakika yule afande alisema, piga pingu huyu, tunaondoka naye, kasababisha familia kufa, huyu inabidi akapate adhabu mbele huko ya safari. Na afande wakati anashuka, tunaona padri ndo anafika. Huyu ni mchungaji wa kiume, unaoita padri. Baada ya kufika, askari alimwambia, they all yours now father, kwamba hawa sasa ni wakwako, kwa hiyo wameshakufa, wameshafariki, wameshapoteza maisha. Inabidi padri aende akawaombee ili roho zao huko zinakoelekea basi Mwenyezi Mungu akazirehemu, akazionea huruma yake, ili kama kuna mabaya ziliyafanya katika ulimwengu azipunguzie adhabu, au kama kuwezekana azifutie kabisa adhabu, awasamee dhambi zao, ili waende kwa roho zao ziishi kwa amani peponi. Padri alipandisha juu kwenda kuziombea zile maiti ya ule mama na mtoto wake, akaenda kuziombea sala maalum ili Mwenyezi Mungu apokee roho zao kwa amani. Sasa tunatoka kule katika kile kijiji, tunarudi kule barabarani katika ile gari ambayo ni gari au ni gari, ni nyumba, whatever. Hii gari, ndani ya hii gari ile familia iliendelea na safari. Tunamkuta bwana mkubwa anasema, ni mara yangu ya kwanza kuendesha gari kwa muda mrefu kwenda kuwaona wakwe. Na hapa tunagundua kumbe ile familia, huyu bwana mkubwa alikuwa anaenda kuwaona wazazi wa mke wake. Naam, kama ndivyo hisi ni hivyo hivyo pia, walikuwa wanaenda kuwaona wazazi wa mke wakwe, ndio kuwaona wakwe. Aliendelea kutia story na mke wake, wakazunguka barabara wakizungumza, wakapita milima, wakavuka mabonde. Safari ilikuwa ni ndefu kweli kweli. Wakiendelea kutia story hizi na zile, safari ikiendelea. Na huku watoto wao walikuwa wameshalala. Unajua safari ikiwa ndefu, basi inabidi watoto walale, kwa sababu watoto wameongea, wamechekeshana mpaka wamechoka, inabidi walale. Sasa wazazi wanaendesha gari huku wakitia story na kubadilishana mawazo haya na yale. Sasa baada ya kuendesha gari kwa muda mrefu, balaa ndo linaanzia hapa. Unajua wanaendesha katika one way, yani barabara ni moja tu. Barabara ni moja tu. Hamna kukatisha, hamna flyover, hamna mchepuko. Barabara ni moja tu. Balaa linaanzia hapa. Wakakuta mti mkubwa mno umekatika, ukaanguka barabarani. Yani hapa sasa hamna njia. Yani imagine yani barabara ni moja, afu unapita njia ya msitu, huku miti na huku miti. Mti mmoja umeanguka, sijui ulipigwa na radi, sijui ni nini kilitokea, ukaanguka ukaziba njia. Kwa hiyo hapo nafikiri kunakuwa hapaendeki tena, kwa sababu mti ni mkubwa mno. Yani huyu brother hata kama aseme aamue sasa ubebe huu mti, hawezi. Hata akiungana yeye na mke wake hawezi, mti ni mkubwa mno. Miti ya polini mikubwa mno. Ndipo akashuka katika gari na kuangalia ni nini kilisababisha huu mti mpaka kuanguka, au je, tunaweza tukapata namna ya kuvuka katika huu mti. Ndipo aliweza kushuka mara moja katika gari. Na baada ya hapo familia pia ikashuka, akashuka watoto wao, akashuka na mwanamke. Ule mume akamuuliza, mke wangu, ina maana hii kweli ni njia ya kwenda kwenu? Maana mimi tangu nikuoe sijawahi kwenda kwenu, njia ndio hii? Mke wake akamwambia, baba chanja bana, njia ndio hii, tunaani hii ndio njia moja kwa moja. Mimi ndo nimekulia huku na huku ndio kwetu, njia ni hii. Kwa hiyo hakuna njia nyingine, labda kama hii njia inashindikana inabidi turudi tena mpaka barabara kubwa, yani warudi kule kwenye maflyover kule mjini walikuanzia,
ili wapitie njia ya upande mwingine tena tofauti na njia hii. Lakini mke wangu, unafahamu ramani nzuri za kufika nyumbani au ushasahau? Maana ni muda kidogo. Mama Chanja akasema, hapana mume wangu, mimi ni wa huku ni kwetu. Kama huku ni kwetu basi mimi njia naijua. Niamini mume wangu, hii ndio njia kwenda nyumbani. Sasa tunafanyaje? Huu mti mkubwa hatuwezi hata kuunyanyua. Inabidi turudi nyuma. Mke wake alisema, sijui nini tutafanya, labda tufikirie namna ni kitu gani tunaweza tukafanya ili kuweza kupata njia ya kuweza kuelekea nyumbani. Na walipokuwa pale, ghafla mbele yao wakatokea kunguru wengi mno. Kunguru wengi sana wakatokea mbele yao, wengi mno katika anga. Yaani gari limepaki hasa mbele yao, katika anga wanaotazama mbele yao wakatokea kunguru wengi mno. Mmoja kunguru akatua karibu yao, akaanza kulia kwa kitisho. Unajua sio kunguru wa kawaida, wale kunguru weusi, analia kwa kutisha. Sasa baada ya yule kunguru kulia kwa muda mrefu, yule mtoto akaanza kuogopa, mtoto mdogo. Baba akamwambia, jamani, sasa huu mtu umeanguka, halafu hapa hamna njia, halafu tumepaki hapa, ghafla makunguru yanakuja mbele yetu, yanaanza kulia mbele yetu. Mimi nafikiri mke wangu, hii njia sio nzuri, turudi tu mpaka highway tukatafute njia nyingine. Kama umesema kuna njia nyingine, basi turudi mpaka highway tukatafute njia nyingine. Hii njia hatuiwezi. Naona tushakutana na mabalaa, mara makunguru yanalia mbele yetu, yanashuka, yanataka kuturukia, mara mti umeanguka. Mke wangu, hii njia haiko salama. Turudi mke wangu, turudi tu, sababu mafuta tunayo ya kutosha. Hata kama itatuchukua siku 5, tutalala kwenye gari, sababu gari yetu ni mobile car. Tutalala kwenye gari yetu kwa sababu gari yetu ina choo, ina vitanda, tutapika, tutakula. Nafikiri turudi tu. Na hapo ndipo wakaamua kugeuza gari na kurudi walikotoka. Lengo lao wakutane na ile barabara kubwa, highway, barabara ambayo ina magari mengi, ili waweze kutafuta njia nyingine ya kuelekea katika kijiji chao. Akaone wakwe. Bwana mkubwa anataka akaone wakwe tangu amuoe mke wake mpaka wamezaa mtoto mmoja na miaka takriban 12, 13. Huyu mwingine ana miaka kama 4, 5, hajawahi kwenda kuwatembelea wakwe. Basi ilibidi wageuze gari na kuanza safari kwenda kurudi ili kwenda kuwaona wakwe. Walirudi highway. Waligeuza gari na kuelekea highway. Sasa tunatoka kule kwa ile familia, tunarudi katika kile kijiji chetu. Tunamkuta ule afande akienda moja kwa moja kwa mama mmoja. Yule mama anamwambia, ingekupasa kabla hujaja kwangu unipe taarifa. Yule afande alisema, samani, nimekuja kumuona mtoto wangu. Sasa hapa ndo tunachogundua kwamba ule afande ana mtoto, na nafikiri huyu mama ni mwanamke ambaye amezaa naye huyo mtoto. Kwa hiyo afande anadai kwamba nimekuja kumuona mtoto wangu. Yule mama akasema, sawa, hamna shida, mbona tu mtoto, basi twende kamuone mtoto wako. Lakini alipaswa atoe taarifa kwa yule mama kabla ya kuja. Yaani kabla ya kuja kumuona mtoto wake ilibidi atoe kwanza taarifa. Yule mama alimwambia ilibidi utoe taarifa kabla ya kuja. Unajua familia zingine bwana, uwezi ukaenda tu, lazima utoe taarifa. Hasa watu weupe hawa. Hata watu weusi pia. Unajua unaweza kukuta mtu yuko na program zingine na ukamchanganyia maelezo akashindwa hata jinsi gani anakusaidia. Lakini yule mama alikuwa mtu mzuri, alimwambia basi twende ukamuone mtoto wako. Kisha afande akaingia ndani. Binti mmoja akamuita, "Oh, Steven." Yule afande sasa tunagundua jina lake anaitwa Steven. Afande na akasema, "Fatma." Yule binti naye sasa tunagundua anaitwa Fatma katika kile chumba.
lakini huyu binti sio mtoto wa yule afande. Huyu binti alikuwa na kijana wa yule afande, wakiwa wanatia stori katika ile nyumba. Alikuwa kuna kijana kia yule afande na yule binti walikuwa wakitia stori, lakini yule binti baada ya kumuona yule afande Steven, yule binti anaitwa Fatma, baada ya kumuona yule afande Steven akamuita Steven, "Oh Fatma, habari?" "Safi, shikamoo mzee wangu." Mzee alitikia, "Marhaba. Habari za hapa?" "Nzuri." "Habari za siku Fatma?" "Nzuri, Mungu ni mwema anasaidia." Binti anaitwa Fatima, au unaweza kumuita Fatuma. Ndipo Fatuma akasema, au Fatima akasema, "Mzee wangu, ngoja nikuache na kijana wako huyu." Fatima akatoka kidogo, kisha mzee akamtazama kijana wake. Kabla hakuongea chochote, yule kijana akamwambia, "Umekuja kufuata nini?" "Wewe mzee, nikusaidie nini?" "Sasa sijajua. Je, huyu mzee ana ugomvi na mtoto wake? Shida ilianzia wapi? Mimi sijui. Simulizi itatueleza. Tuendelee na simulizi yetu." Ndipo ule mzee akamwambia, "Tumepoteza watu wawili usiku uliopita." Kijana akamuuliza, "Watu wawili?" "Ndiyo, tumepoteza watu wawili katika kijiji." "Nani na nani?" Ule kijana akauliza. Akasema, "Ni yule binti anaitwa Laurent pamoja na binti yake ndio wamepotea. Ona Frank alienda kulewa na nilimshauri agongelee misumari katika dirisha. Basi wale majini wachafu walikuja, wale mashetani, wale mazimwi, wakamshawishi yule mtoto afungue dirisha. Yule mtoto akafungua dirisha, basi wakauawa kikatili kweli kweli." Kwa hiyo afande Steven alimwambia, "You have to pay your respect." Yaani itakuwa ni vizuri hata ukija kule kituoni ili uendelee kuwa askari, kwa sababu watu wanakufa. Na katika kituo cha polisi tumebakia watu wawili tu. Sasa ni vyema ukija na wewe pia ili uweze kusaidia kijiji chako, sababu wewe ni kijana na kule kuna kijana mwenzako na mimi pia baba yako. Basi itakuwa ni vizuri na wewe ukija kushiriki. Itakuwa ni vyema kama utakuja kushiriki katika kile kijiji ili kusaidia yale ambayo yanaendelea. Labda kidogo tutaweza kupunguza matatizo katika kijiji chetu." Na baada ya kumweleza maneno yale, akamwambia, "I hope you understanding. I hope you understanding what I'm talking about." Nina matumaini umenielewa vyema kitu ambacho nazungumza. Basi acha mimi niondoke. Itakuwa vizuri kama na ukija kujumuika na sisi katika majukumu ya kiserikali kuendelea kulinda kijiji chetu. Baada ya hapo mtoto yule hakujibu chochote kwa babake. Nafikiri huyu mtoto alikuwa ni askari, ila anaona aliquit kazi ya uaskari, labda kwa sababu kazi hii aliona haina malipo, sababu kijiji hiki chenyewe watu wanavyoishi wanajua wenyewe, na sijajua kwa nini hawaondoki katika kijiji. Yaani pamoja na kufa, pamoja na mateso yote wanayopitia, poteza watu wao, nyumba zenyewe zimechakaa, magari yamechakaa, ni kama vile kijiji ambacho kimetelekezwa, lakini wanaendelea kuishi. Sijajua kwa nini hawaondoki. Nafikiri tuendelee na simulizi yetu, itatupa majibu yote. Yule mzee akamwambia Fatma, "Kwa heri." "Kwa heri, mimi naenda." Na tunarudi katika ile gari ambayo ilikuwa katika highway, ile gari ambayo imeenda ile familia ambayo inasafiri kwenda kuwaona wakwe. Hapa kuna mama, kuna baba na kuna watoto wawili. Baada ya kwenda kule ukuta mti umeanguka, basi wakaamua kurudi ili warudi tu mjini watafute njia nyingine. Ndipo binti yao akaanza kuambia, "Baba, sasa tumechoma mafuta, tumetoka tulikotoka, tumefika hapa, tena tunarudi mjini. Kwa nini safari tusiahirishe? Yaani tufike mjini tena tuendelee na safari. Kwa nini tusirudi tu nyumbani?" Nafikiri baba, tungerudi tu nyumbani, safari tukapanga siku nyingine, ule mtoto alisema. Lakini ule mzee wake alisema, "Hapana,
hatuwezi tukarudi nyumbani, inabidi tuendelee na safari. Tumeshaaga majirani kwamba tunaondoka. Sasa tukisharudi tukawaambia majirani kwamba safari yetu imekwama kwa sababu tumekutana na makunguru wametanda njiani, tumekutana na mtu umeanguka, watatuona sisi ni wapumbavu. Kwa hiyo tunarudi mjini, tunatafuta highway, tunatafuta njia nyingine kama hako alivyosema, ramani zote anazo, na pia tunaelekea kuona wakwe. Wewe binti yangu, hujamisi bibi yako? Twende kumuone bibi yako. Bibi yako kila siku anapiga simu, anahitaji kukuona. Inabidi twende kumuone bibi. Lakini baada ya kuzunguka, baada ya kufuata ile njia kwa muda mrefu, cha ajabu ile barabara, yani hii barabara ilionekana hata hawafiki wanakoelekea. Wametembea muda mrefu mno, hata kuiona ile highway hawaioni. Yani mara ya kwanza wakati wanatoka highway kwenye ile barabara yenye magari mengi, mwendo waliotumia kutoka mara ya kwanza na sasa hivi umekuwa ni mwendo kama mara 5 yake. Hawaioni. Wanajiuliza, sasa hii highway mke wangu mbona kama tuioni, au tumeshapotea? Tunakuelekea ni wapi? Mke wake alimwambia, keep driving mister, endelea kuendesha, nafikiri itakuwepo mbele. Sasa mume wake alimwambia, hii highway kama itakuwepo mbele, mbona muda ule tutumia muda kama dakika 5 kutoka highway, na sasa hivi tunatumia karibuni masaa 2 tuna drive kuitafuta highway. Mume wake alimwambia, mimi nahisi tumeshapotea, lakini hatujakata njia nyingine, njia ni hii. Mume wake alimwambia, basi kama njia ni hii, tuendelee na safari mume wangu. Safari iliendelea. Baada ya kutembea kwa muda mrefu, lakini sasa kitu cha ajabu na cha kushangaza, wakajikuta wanaingia katika mji mmoja, mji mdogo hivi, kijiji fulani hivi wasichokijua. Baada ya kufika katika kile kijiji, wakapaki gari. Baada ya kupaki ile gari, wakashangaa kuona gari moja mpya kabisa, lakini ilikuwa ni pancha. Mtoto akachungwa dirishani akamwambia, baba, hii gari mbona ni mpya lakini kwa barabarani ni pancha? Na pembeni yake wakamwona mchungaji. Mimi napenda kumuita mchungaji. Mchungaji huyu au padri huyu na wanakijiji walikuwa wanaongoza mazishi. Walikuwa katika mazishi. Ni katika kile kijiji. Yaani hawa mabwana na huyo bwana na familia yake wamejikuta wameingia katika kile kijiji. Wamekosa njia kule, walikuwa wanarudi walikotoka, ila ile njia wamekosa na wamejikuta wameingia katika kijiji. Wameingia katika dunia ya kuzimu. Sasa kitakachowapata huku mimi sijui, simulizi yetu itatueleza. Ndipo ule bwana akashuka, akatazama watu wako makaburini, wanakijiji wakiendelea na misa ya mazishi. Wakati ule mchungaji akiendelea kutoa sala ya maziko, wenyeji wa eneo lile walishangaa sana, walipata mstaajabu sana kwa mara ya kwanza kuliona gari. Unajua huku kuliona gari likija ni nadra sana, na wanajua kabisa gari ikiingia huku kutoka ni ngumu. Yaani dunia hii gari ikiingia kutoka ni ngumu, haiwezi kutoka, ndicho wanachoamini. Baada wakiwa pale katika maziko, yule askari akamwambia, sheria ya kijiji hiki ni marufuku kuongea na mgeni yoyote utakayemuona. Mgeni yoyote utakayemuona mimi ndo nitakayeongea naye. Yaani wale wageni kama hawa waliopotea na kutokea katika hichi kijiji hawaruhusiwi kuongea na mtu yoyote. Wanapomuuliza mtu yoyote swali, wale watu wa kijiji hawaruhusiwi kuwajibu chochote. Askari peke yake ndo anayezungumza nao. Haya ndo masharti ya kijiji. Nafikiri ndio utaratibu ambao wamejiwekea. Kila sehemu kuna utaratibu wake. Wakaendelea kushangaa, hawa wametoka wapi? Hili gari kwanza limetokea wapi mpaka limefika hapa? Lakini wa kwenye gari na wenyewe wanashangaa. Sasa hawa kwa makaburini wanaonekana wanafanya maziko, kwani wanatushangaa? Kwani kuna nini kinachoendelea hapa? Ni nini kinachoendelea? Baada ya ile sala,
Baada ya maziko, mchungaji aliwaambia watu watawanyike, warudi katika majumba yao, kuendelea na shughuli zao za kila siku. Yule brother katika ile gari aliposhuka, akaanza kuwauliza, "Hey, can you tell us where we are? Unaweza kutuambia hapa ni wapi?" Aenda kuwauliza, "Jamani, hivi hichi kijiji kinaitwaje?" Watu wote kimya. Kila aliyemuuliza kimya. Kila aliyemuuliza hakujibu chochote. Kila aliyemuuliza hakujibu chochote. Ndipo akaanza kujiuliza, kwa nini katika kijiji hichi watu wazungumzi? Yaani mimi nawauliza wenyewe wanijibu. Kwa nini? Kwa nini kijiji hapa ni wapi hapa? Kwanza huu ni mkoa gani? Maana kijiji chenyewe kimechakaa, nyumba zinaonekana zimechakaa, rangi zimechubuka, hawafanyi kulipea rangi, au kwa sababu maduka ya kuuza rangi hapa hamna. Lakini mbona magari ni mengi tu yamepakiwa, haendeshwi, hamna mtu anaendesha gari hapa, magari yenyewe yamechakaa, ni kama ya muda mrefu. Bwana aliendelea kujiuliza akishangaa. Na kisha baada ya watu wote kutawanyika, akabaki yule afande. Afande akamuuliza, "What do you want? Nikusaidie nini bwana mkubwa?" Yule jamaa akasema, "Nilikuwa natafuta highway ya kutokea mjini, sinaelekea kumuona mpwe wangu, kwa hiyo natafuta barabara kubwa ya kuelekea mjini. Nitakapofika mjini, basi hapo nitapata njia ya kuelekea kuwaona wakwe zangu, kwa sababu huku njia tuliyopita ya mwanzo tumekuta imefungwa, mti umedondoka, umefunga njia. Kwa hiyo tunahitaji utuelekeze, tumepotea, tunahitaji utuelekeze njia ya kuelekea barabara kubwa, ili tuende tukatafute barabara nyingine upande wa pili ya kuelekea kijiji ambacho tunaelekea." Yule askari akamuuliza, "Kwani uko na familia hamna ama?" Yule bwana dereva akamwambia, "Ndio, niko na familia." Aisee, yaani yule afande ndo akazidi kuvuruga, akaona haya. Sasa huyu bwana amekuja na familia, halafu huku balaa ya huku. Sasa sijui nimwambie, sijui nisimwambie. Basi tu ikabidi amuelekeze. Sasa sikiliza, watafuta njia kuelekea highway, nyosha hii barabara, wewe nyosha moja kwa moja tu, huko mbele utakutana na barabara kubwa inapita magari mengi. Sababu ilikuwa ni mida kama ya saa 7 mchana. Hakutaka amvunje moyo, au amwambie bwana hichi kijiji chetu kina mauzauza, au amwambie bwana ukiingia hapa bwana huwezi kutoka, ataonekana yeye mchawi. Kwa hiyo ikabidi akamwambia, "Sasa wewe nyosha tu ile barabara, nyosha moja kwa moja, huko mbele utakutana na highway. Alafu hiyo highway ndio itakufanya wewe utafika huko unakotaka kwenda." Kweli? Kwani hapa ni wapi? Kwani wewe unauliza njia ya kujua hapa ni wapi, au unauliza njia ya kuelekea huko unakotaka kwenda? Wewe nimekwambia nyosha hii njia moja kwa moja. Kule mbele utakutana na barabara kubwa ambayo ina magari mengi, na hapo utaelekea huko ambapo unataka kwenda. Kisha yule bwana mkubwa akashukuru, "Asante sana brother, asante kwa moyo wako." Akaingia kwenye gari na kuanza safari. Bwana, ndugu mtazamaji wa The Book of Magic and the Movie Stories, hatua yetu ya kwanza ya simulizi iitwayo Dunia ya Kuzimu ndiyo inaishia hapa. Hatua ya pili inafuata. Endelea kufuatilia. Kama ndo mara yako ya kwanza kutana na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe ili wewe ni mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Niandikie kwenye comment section ushauri wako, niandikie kwenye comment section nini maoni yako, na pia niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama kutokea wapi. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tafadhali, kama umekutana na sehemu ya kwanza ambayo ndio hii, ili uielewe simulizi vizuri, endelea kufuatilia sehemu ya pili, ya 3, ya 4, ya 5 na mwendelezo wake mpaka utakapoona mwisho wake kweli ni hapa.
usikatishe simulizi, kwa sababu utakuwa upati ule uhondo unaohitajika. Asanteni sana, tukutane kwenye sehemu inayofuata. Mimi ni Ayub Obedi na hii ni The Book of Magic and the Movie Stories. Asanteni.